makofi mazuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Karibisha mwenzako, ninaona tuko wengi. Na umwambie karibu katika hema ya Bwana. Bwana asifiwe. Na ulize jina lake. Ulize jina lake. Na ikiwezekana umuulize kama ameokoka. Bwana asifiwe. Asante sana. Tena tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ningetaka kutoa shukrani kwa waibaji wetu. Si wametuongoza vizuri? Si hapa tunaona tuna waibaji wa kimataifa. Wanaiba mpaka unasikia inaingia kwa moyo. Hata sasa nilikuwa nasikia kama nitasimamisha saa ili waendelee kidogo. Kwa sababu ama nyinyi mmesikia namna gani? Kwanza walipoanza kusema you are most high, niliona kama saa tunaubuka tumethino tuikarere laini. Magani ya mabiriria gwekwo ki? Maajabu yaanze kufanya nini? Bwana asifiwe. Amen. Si tuwapongeze kwa makofi tena. Chini ya uongozi wa Mrs. Joe. Mumefanya mzuri. Kwanza leo wamekuja na LED. Tuwapongeze tena. Ni watu wazuri. Hata na wewe na kushukuru kwa kufika mahali hapa. Kwa sababu tunajifunia nyinyi tukiwaona. Kwa sababu kama tungeandaa sikukuu hii na mkose kuja ingekuwa balaa kwetu. Bwana asifiwe. Amen. Na washukuru viongozi wetu kwa sababu wameongoza program vizuri sana. Jambo hili mnaona likifanyika hivyo, it has costed a lot of time, a lot of money, a lot of resources, and a lot of energy that has been invested in to organize this meeting. And these pastors have really invested a lot. And let me tell you again, this meeting has not been sponsored from outside. We have no dollar, though we are going to open Kiambu Pastors a prayer movement dollar account. But for the time being, it has been moved by Kenya shillings. From you and through these ministers. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Na jambo hilo linatupa kiburi cha aina fulani. Kwa sababu wakati mwingine kuwa na mkutano kama huu ni lazima uwe umepata fedha kutoka mahali. Lakini jambo moja ni ya kwamba sasa sisi tumekuwa watu wazima sasa. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo kwa sababu ya kufanya jambo hili, si ni lazima Bwana atatubariki. Kwa hivyo wewe umetoa pesa yako, na umeendelea kutoa, ujue utaendelea kubarikiwa. Na sasa ule wimbo ya kwamba Ngai undeithie nduike wa gukombithanagia ati wa gwika atia
Na sasa ile wimbo ambao Mungu alifanya mtu wa kukopesa si wa kukopewa. Huo nandu mariuka kuri ithue magatwiraga tumasponse mathondeke githomo. Hata watu watakuja kutuambia tuangalie watengeneze kamani. Tondu turi na indo. Kwa sababu tuko na mali. Irocio ngi twi na indo. Ambia mwenzako tuko na mali. Riu andu mokage kuri ithue riu tukombithanagia handu ha gwika atia. Sasa watu wakuja tuwakopese. Agwikombaga Badala ya kukopa. Nayo kaunti itu irathimu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo asanteni sana na tuna furahi sana kwa vile mmetusupport. Bwana asifiwe. Tungetaka kuinamisha nyuso zetu sasa. Tukwenda kuinamia moyo maitu ili tuweze kuomba. Ngeda tuhoe. Tumkaribishe mtumishi wa Bwana aendelee kutuletea neno. Katika jina la Yesu. Hebu tuombe. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa kutupatia nafasi ingine ya kukaa chini ili tuweze kusikiliza wosia wako. Bwana, tunajua una kitu umetayarisha kwa ajili yetu. Na ndio sababu tunaomba ya kwamba ukatayarishe mioyo yetu na hata mawazo yetu ili tuweze kuyasikia yale ungetaka tusikie. Bwana, tunaomba ya kwamba ukamtumie mtumishi wako, umpatie neno lile litakaloguza mioyo yetu na lile Bwana litakutana na mahitaji yetu. Na kwa sababu unatujua Bwana, zungumza nasi. Tumia mtumishi wako, ametumia nguvu nyingi, lakini tunakushukuru kwa vile umeendelea hata kumzidishia nguvu hata wa leo. Na sasa Bwana akija hapa, tunamuombea neema yako. Naombea sauti yake, naombea afya yake, naombea usemi wake. Bwana, tunakushukuru kwa sababu wewe ni pamoja naye. Na kwa hivyo Bwana, tunambariki sasa katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu tumeomba. Amen. Wakati huu tunamkaribisha wale wamekuja safari yao ya kwanza. Tunaye Bishop Mark Kariuki, ni General Overseer wa Deliverance Churches of Kenya. Aliamoka idera ya mbere twina mugeni witu ni Bishop Mark Kariuki, General Overseer wa Deliverance Church Kenya. Na yeye ndiye amekuwa akitubariki na mgeni wetu leo siku hizi. Ni wakoletwo agiturathima niwe mugeni witu. Tulipokuwa tukitafuta ni nani atakuwa mgeni wetu, tulitafuta one of the church fathers, yule atakaye kuja atusungumzie sisi wahubiri pamoja na watu wetu wa kanisa. Na Roho Mtakatifu pamoja nasi, macho yetu ikamwangalia mtumishi wa Mungu Bishop Mark Kariuki. Na kwa hivyo amekuwa pamoja nasi kutoka jana. Na wale wamekuwa hapa najua ni washahidi ya kwamba kuna kitu kimefanyika. Ako pamoja nasi leo. Na climax itakuwa kesho in the afternoon after our services, where we want all of us baada ya ibada tuje tujazane hapa, atubariki. Amekubali kutubariki watu wa Kiambu. Na asungumuze neno juu ya makanisa yetu na kaunti hii yetu. Kwa hivyo kwa wakati huu tuweke mikono yetu pamoja tunapomkaribisha anapokuja hapa. Somebody say, my life will never, ever be the same again. In Jesus' name. My finances will never, ever be the same again.
In Jesus' name. My family will never ever be the same again. In Jesus' name. Amen. Look for several witnesses. Give them a high five. Tell them you are my witness. Tafuta mashahidi wawili watatu, mwambie wewe ni shahidi wangu. Tell them you are my witness. You are my witness. You are my witness. Wewe ni shahidi wangu, wewe ni shahidi wangu. My life will never be the same again. Maisha yangu hayatakuwa vile tena. My family will never be the same again. Jamii yangu haitakuwa vile tena. My ministry will never be the same again. Hata huduma yangu haitakuwa vile tena. In Jesus' name. Amen. Tuketi. I want to say thank you so very much to the bishop. Nataka kushukuru hata wachungaji wote na askofu, the whole of the leadership team, hata uongozi wote, for giving me this opportunity to come and speak to you. kwa sababu ya kunipea wakati wa kuja kwenu. Pastors, wachungaji are very protective. Huwa wanakinga sana. And I am a pastor. Na mimi ni mchungaji. One of the things that God put in us, jambo moja Mungu aliweka ndani yetu, is to protect the flock. Ni kulinda kondoo. We are very protective. Sisi tunalinda sana. So we don't allow anybody to come to our pulpits and haturuhusu yeyote akaribia katika madhabahu yetu. Just because somebody unanide muhujia. Kwa sababu mimi ni mhubiri. Ati ndio uhubiri. Ate uke hujie. Not pastor. Ati atugateri. Because the pastor is protective. Kwa sababu mchungaji analinda sana. That's why Paul, diposa Paulo, when he writes to the Thessalonians, I think, wakati anaandikia wa Thessalonike, he tells them anawaambia to honor those who are in leadership. Wakaheshimu wale wako katika uongozi. I think in the Hebrews, who lead them or who teach them the word of God. Ambao wanawaongoza na kuwafunza neno la Mungu. Because they do it as one who will give an account. Kwa sababu wanafanya kama ambaye ataajibika. So every pastor will give an account. Kila mchungaji ataajibika of the flock, kwa sababu ya kondoo that he was leading, abazo alikuwa anaongoza. So when you hear the pastor telling you ko motigadhie, ukisikia mchungaji akikwambia huko msiende, there is something he has seen, kuna kitu ameona, and he knows he will give an account, na anajua ya kwamba ataajibika. I don't know sijui if your pastor was to give an account of you, kama mchungaji wako angeajibika kukuhusu to God, kwa Mungu, what account would he give? Angeajibika aseme nini? Pastor, mchungaji, mshirika number 5, mshirika namba 5, woi Jehova, yeye ni nyang'au, huyo ni mtoro kabisa, yeye ni nyang'au, huyo ni mtoro kabisa, ucio ni undoragia na thina, huyo ndiye anafanya nilie kila wakati, si anapeana account. Haya pastor, mchungaji, mshirika namba 25, mshirika namba 20, muradhime Jehova, muradhime, mbariki Yehova, tigani ucio ciana ciakwa itingiathomire, kama si yeye watoto wangu hawangesoma, muradhime, mbariki, si anatoa account, anaajibika. I don't know what account your pastor can give of you. Sijui ni kuajibika aina gani mchungaji wako anaweza toa kukuhusu. And I don't want to know. Na hata sitaki kujua saa hii. Because my name is Mark Kariuki. Kwa sababu mimi naitwa Mark Kariuki. It is not God. Sio Mungu. And we don't give an account to others. Na hatuajibiki kwa watu wengine. We will give an account to God. Tunaajibika kwa Mungu. So for the pastor to open up and ask you to come today, ili mchungaji afuguke na kuruhusu kuja leo, it is not an easy thing. Sio jambo rahisi sana. It is not an easy thing. Sio jambo rahisi. They have considered. Wametafakari sana. And concluded. Na wakaweza kutamatisha. That you are going to gain. Ya kwamba utaweza kunufaika. In these meetings. Katika hii mikutano. And I guarantee you. Na kuhakikishia. If you open up your spirit. Ukifungua roho yako. You will forever remember these meetings. Kila wakati utakumbuka hii mikutano. You will forever remember these meetings. Milele utakumbuka hii mikutano. Tomorrow we have the final. Kesho ni siku ya kutamatisha. There are a number of things I would like to do. Kuna mambo kadhaa ningetaka kufanya. By the grace of God. Kupitia neema ya Bwana.
Because I have come from outside, Kwa sababu mimi nimetoka huko nje, I have come as support battalion. nimekuja na watu wa kushikilia ama jeshi la kushikilia. Nimekuja kama jeshi. Mimi ni support. Nimekuja kutilia usaidizi, To support what the pastors have been doing. kusaidia vile wachungaji wamekuwa wakifanya. So, Kwa hivyo, if you are sick in your body, ikiwa wewe ni mgonjwa katika mwili wako, or you have tumathina twa nduire, ama uko na tumashida twa kiutamaduni, ama hata uko na kamulimo gaku ama kuna kamgonjwa unasema karia haka ni kabu, haha iruini kala kuwe kanatoka kwa goti, gakamba to uo mweri wa mugwanja kanapita wakati wa baridi, gugikinya mweri wa 8 gagoka mwena uyu kufika mwezi wa 8 kanakuja pande nyingine. Kila mwaka kandike uria getagwo. andika jina ya hako kamgonjwa. Angikorwo wina ciana Ikiwa wewe uko na watoto ituraga iguthinagia, ambao wanakusubua, andika mathina ma ciana ciaku. andika shida za hao watoto wako. Rucio karatathi kau undehere, Kesho hiyo karatasi uniletee, tunine mathina macio mothe, tukaweza kumaliza hao mashida yote. ukionaga na maitho maku, Ukiona na macho yako, ukionaga na maitho maku, ukiona na macho yako. angikorwo ni ng'ombe ciaku Ikiwa ni ng'ombe wako itarutaga iria, hawatoi maziwa vilivyo, andika ng'ombe ciakwa itirutaga andika iria. ng'ombe wangu hawatoi maziwa ya kutosha. Angikorwo ni kahua gaku Ikiwa hata ni kahawa yako gaturaga kaiyagwo, kila wakati watu wanakuibia, andika kuiywo kahua. andika kuibiwa kahawa. Angikorwo ni ngũkũ ciaku Ikiwa ni kuku wako cirekagĩria matumbĩ huwa wanataga na kũu mũtitũ, huko kwa msitu, andĩka nĩ ngũkũ ciakwa na matumbĩ. andika ni kuku wangu wanataga mayai nje. Angĩkorwo nĩ njui kũrĩo nĩ kĩihũ, Ikiwa ni vifaranga kukuliwa andĩka na nĩ njui kichakuro, kũrĩo nĩ ciihũ. uandike vifaranga wanakuliwa na kichakuro. Tũratathi tũu tuothe Hayo makaratasi yote ũke natuo, uje nayo, tuoe twĩre Jehova, Jehova tumwambie Yehova, tarora mathĩna ma andũ aku, tazama shida za watu wako, tarora mathĩna ma andũ aku, tazama shida za na watu wako. gũtirĩ ũndũ ono ũmwe Hakuna jambo hata moja ũngĩra ma Jehova, ambalo Yehova litamshinda. gũtirĩ ũndũ ono ũmwe Hakuna jambo hata moja ũngĩra ma Jehova. ambao utashinda Koguo Yehova. andĩka mũtungatĩri, Mchungaji, angĩkorwo nĩ andũ kwaga gũka kanitha, ikiwa ni watu wanakosa kuja andĩka kanisa, kwaga gũka kanitha. sema wanakosa kuja kanisani. Ongo nĩ andũ kwaga kũrega kũruta gĩcunjĩ gĩa Ikiwa ni watu 10, wanakataa kutoa fungu la 10, andĩka acirika kũra na gĩcunjĩ gĩa andika 10. washirika wanatoroka na fungu la 10. Angĩkorwo nĩ andũ maregete kũrehe mbeca cia Ikiwa mwako, ni watu wamekosa kuleta pesa ya andĩka mjengo, kũrega kũrehe mbeca cia mwako, andika kukataa kuleta pesa ya ujenzi, andĩka andika rũciũ kesho tũrinane na thĩna ũcio, tutamaliza hao mashida. ũingĩre barabara ya irathimo, Uingie barabara ya baraka, ũingĩre barabara ya uingie irathimo barabara ya baraka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. katika jina la Yesu. Nĩ kũrĩ andũ gũkũ mũgũtũũra mũririkanaga mũcemanio Kuna ũyũ. watu hapa mtaishi mkikumbuka hii mikutano, Ti tondũ nĩ Kariũki wahunjagia, si kwa sababu ni Askofu Kariuki alihubiri. aca, Hapana, nĩ tondũ kĩara kĩa Jehova nĩ kwa gĩakwerekeire, sababu kidole cha Yehova kilikuelekea, na kĩara kĩa Jehova gĩakwerekera ũguo na rĩ, kidole cha Yehova kikuelekea hivi, ona arogi mangiuma kũ, hata wachawi watoke wapi, maume Tanganyika, hata watoke huko kana Tanganyika, maume Kitui, ama huko kana Kitui, maume Pemba, ama huko kana Pemba, maume Iringa, ama huko kote, matingĩheria kĩara kĩu, hawataondoa hicho kidole, matingĩheria kĩara kĩa hawawezi Jehova. kuondoa kidole cha Yehova. Na ihinda rĩaku Na rĩakinya wakati wako ukiwadia rĩa kũrathimwo nĩ Jehova, wakubarikiwa na Yehova, ona andũ aigana magũthiũrũrũke, hata wangapi wakuzunguke, ona ndaimono cigana ciuge hata mapepo ndũkũrathimwo, wangapi waseme haiwezekani no ubarikiwe, ũkũrathimwo. utabarikiwa. And that's why I'm here. Na diposa niko mahali hapa. Bwana atukuzwe sana. Nilikuja na mke wangu, Niokile na mutumia wake, ugani tukile na mtumia, etagwo Joyce Wachera anaitwa Joyce Wachera wa Kariũki, wa Kariuki, na Kariũki nĩ niĩ, na Kariuki ni askofu. mwathani akumio mũno. Amen. Eti wega mũgeithie Si ni vema o wasalimie ndagĩka ĩmwe, kwa dakika moja. reke iya mũgeithie, geithaniai. Mwathani agocwo. Praise the Lord. Amen.
It's good to be back here in the tent of the Lord. Ni vema kurudi katika hema ya Bwana. And I want to believe that we have been blessed. Na ninaamini tumebarikiwa by the word of the Lord. Na neno la Bwana. I like what the bishop told us yesterday. Ninapenda vile askofu alituambia jana. Bishop Paul Karanja. Askofu Paul Karanja. He said something that I believe with all my heart. Alisema jambo ambalo naamini na moyo wangu wote. That when the prophet appears, wakati nabii anaonekana, our problems disappear. Mashida zetu zinatoroka. And I took hold of that. Na nikakamata hilo neno. That when the prophet appears, wakati nabii anatokezea, our problems must disappear. Shida zetu lazima zitoroke katika jina la Yesu. And so when the bishop is saying we write all those problems, wakati askofu anasema tuandike haya mashida yote, I took out my iPad. Mimi nikachukua iPad yangu. Because I also want to write those challenges. Kwa sababu hata mimi nataka kuandika changamoto zangu. And I believe tomorrow, na ninaamini kesho, is our day of deliverance in Jesus' name. Ni siku yetu ya ukombozi katika jina la Yesu. Let's walk by faith. Tutembee katika imani. Let's not look at him. Tusimwangalie yeye as a man, kama mwanadamu, as a Kikuyu, ama Mkikuyu, as a general overseer of deliverance ama church, msimamizi wa deliverance church. He's the prophet of God. Yeye ni nabii wa Mungu. We have a man of God in this city. Tuko na mtu wa Mungu katika mji. So let's take action. Tukaweza kuchukua hatua. Faith without action, imani bila matendo, is dead. Imekufa. You write them down. Andika chini. And let's leave it to the Lord. Na tupeleke kwa Bwana. You are blessed. Umebarikiwa. Kiambu, it's your time. Kiambu ni wakati wako. Amen. Amen. Let's appreciate the servant of the Lord once more. Tukaweza kufurahia mtumishi wa Mungu wakati tena. Appreciate this lady. Mkalimani wangu anaitwa Ngojiri. Naitwa Gojiri. Yeye ni my official interpreter. Nasaidia katika utafsiri kwa askofu. At the House of Bread. Katika House of Bread. Na ametoka kazini jana. Aumile wela inaila. Na kaja hapa. Na leo amekuja. Lakini nimempatia yeye off leo. Si ni sawa nikimpatia off. Kwa sababu kesho asubuhi atanitafsiria kanisani. Na bado wao anafanya kazi. Na kazi yangu ni ya kuzungumza, yake ni ya kuhesabu pesa. Thank you, sir. Give him a hand of appreciation. Mimi nimeona nimpatie off ndio ni tuzungumze. Tuzungumze Kiswahili na Kizungu na Kikuyu. Kijadhe naweza kuweka kidogo. Kikale naweza kuweka kidogo. Kiluya naweza kuweka kidogo. Kikamba naweza kuweka kidogo. Kwa sababu mimi nilizaliwa Rift Valley. Yende wa Rift Valley. Huko ndio nilizaliwa. Na tulipokuwa tunakuwa tukiwa watoto wadogo hivi, tulikuwa wote tuko pamoja. Kwa hivyo neno moja ikikosa kwa Kikuyu, unaweka Kijaluo. Hapo ndipo juala ilitoka. Unajua juala? Hapo ndio juala ilitoka. Kwa hiyo unatafuta sasa hii inaitwa nini, inaitwa nini na Kikuyu, bati plastic, mufira wa plastic, juala. Tukatengeneza hiyo juala. Sasa mimi naomba Yehova ambaye anajua shida yako, anakujua wewe, anajua unapitia nini, naomba akuzungumzie. Naomba akuzungumzie. Katika yale maneno yote nitakayosema, naomba ushike neno moja, kiwoke mwetu, neno moja kutoka kwa Yehova ndani ya moyo wako kikubadilishe. Bwana atukuzwe sana. Mimi najua you are under instructions to stand there. Si uchukue kitu keti hapa. Si mimi naweza kubadilisha instructions. Ikaleta umodo witu. Mutungatiri ni modo wa irathimo. Mutungatiri akoragwo pastor akoragwo modo wa irathimo, ti modo wa irumi. Modo wa irathimo. Sasa unaona hata uta nini, lakini bado unakaa macho. Unajua siku moja nilikuwa nahubiri pale Waithaka. Mimi nimetoka Nakuru na hubiri Waithaka pale crusade. Nimehubiri niko hapa kwa jukwaa. Nimeanza sasa kuomba na kufunga mapepo. Kabla sijamaliza, mama moja amekimbia kutoka huko, ameruka hapa, amekimbia nishike hapa. Nikasema in the name. Sasa kabla hajaanguka alikuwa ameshika shati yangu. Batoni kadhaa zikawa zimeteremka.
Ndio sababu naonaga hawa jamaa wanakaa hapa. Si hawakai hapa kwa sababu ya nini? Ati ni urembo. Hapana. Hapana. Unajua kuna mapepo yakisumbuliwa yanakuwa violent. Na kabla hayajasikia in the name yanaweza kuwa yamefanya damage. So lazima pale na watu pale ambao wakiona kama ni moja imekimbia wanashika na sema pastor leo hivi na nijoke in the name of Jesus come out. Unajua watu wengi hawaelewi, wanafikiri hawa watu ni kuziba, wanaziba watu. Lakini ni maplani. Ni maplani, lazima kila kitu ifanywe na nilikuwa nahubiri Kisumu. Wacha niwaambie, nilikuwa nahubiri Kisumu. Nimehubiri pale wiki moja, Jumapili siku ya mwisho nikawa nafanya, nilikuwa kwa holi moja ndefu kubwa. Watu wote wameangalia pande, mimi ndio nahubiri. Pale nyuma nikaona Janeko. Unajua Janeko? Janeko ni mwenda. Jamaa amekuja amesimama pale, amevaa amejipaka vitu, amepaka ile nini suti ya tairi mohu. Ile black amejipaka, jifunga huku na juala, amefunga kila mahali. Tena jamaa mrefu amesimama pale. Nikaangalia nikaona yule ni mwenda Janeko. Amekuja kuharibu mkutano. Na ashas wote wameangalia hivi. Hakuna mtu ameangalia hivi nje. Akasimama pale, mimi nikaendelea tu kuhubiri. Akaangalia hivi, akaenda akatembea mpaka kwa ile kona nyuma, akaketi hapo. Sasa si kila mtu anasikiza mahubiri, lakini mimi namuona. Nimehubiri, akainuka tena. Akatembea mpaka kona ile. Hapo ndipo sasa watu walikuwa wanaanza, hapo ni walimuonea. Walipomuona na sasa ndio wameinuka. Watu wakiinuka macho yote inaangalia pande hiyo. Wanaenda kushika yeye wapeleke nje. Nikamwambia hapana, mleteni hapa. Mlehei hapa. Akapelekwa pale na wanaume kadhaa. Amekuja. Mimi niko hapa nahubiri. Tena hapana platform kama hii. Siku hiyo hatukuwa na pesa ya kununua hizi vitu. Ilikuwa tu ni mbao tumeshikanisha. Amekuja pale nimeanza in the name of Jesus, nimefunga hayo mapepo. Ameangalia hivi, amezungukwa na wanaume, hawezi kwenda hivi, anataka kutoroka, akaona chini ya platform, akakimbia hapo chini. Sasa hawa ndugu hawezi kwenda kutoa yeye, nikamwambia wacheni na yeye. Mimi nikaendelea kuhubiri, nikamaliza kuhubiri, nikaita watu wakaokoka, watu wakakombolewa. Mimi nikasahau kulikuwa na mtu chini. Nikasahau kulikuwa na mtu huko chini. Nikasema sasa tunataka kumaliza ibada. Wakasema kuna mtu aliingia huko ndani. Nikateremka nikasema we Omera Bianeka. Jamaa akatoka. Alipotoka ananiangalia anakaa hivi. Ananiuliza kwa nini niko namna hii? Kwa nini nimevaa hii? Jamaa alipoingia pale alikombolewa. Sasa ameanza kuona yeye kuna kasoro. Anauliza kwa nini niko hii? Kwa nini niko hivi? Nikaita vijana wangu nikamwambia, nikamuuliza unaitwa nani? Akasema anaitwa Bernard. Nikauliza yeye maswali. Nikagundua yeye alikuwa hivyo sijui for about 19 years. Nikaita vijana wangu nikamwambia fanya hivi, chukua huyu mzee muende kwa gari yangu. Nilikuwa nimepaki vitu. Siku hiyo nilikuwa natoka Kisumu. Nenda kwa gari yangu, katika suti kesi yangu kuna suti hiyo iko juu, toa hiyo suti na shati, chukua huyu jamaa mpeleke yeye kwa kinyozi. Alafu mtafute hoteli moja, aende hapo kwa lodging, aende yaoge. Mpeleke yeye kwa kinyozi, mlete hapa in the afternoon. Si ndio walifanya? Walimpeleka akaenda akanyolewa, akavaa kale kasuti kangu na tai akavaa na kiatu wakamnunulia. Afternoon alipokuja hakuna mtu alikuwa anamtambua, hata mimi singemtambua. Alikuwa anakaa kama karani wa benki. Kwa sababu hii injili inafanya kazi. Tuelewane, hii injili inafanya kazi. Na haijalishi umezungukwa na wachawi wangapi. Haijalishi ni wangapi wamekulenga wewe. Hii injili ina kazi. Na inaweza. Bwana tukuze sana. Sasa mniombe tu nisihubiri muda mrefu. Kwa sababu mimi naona watu wa Kiambu kuna wengine wanaenda mbali. Na mimi sitakai kuchelewesha watu. Lakini wakati mwingine anointing ikiingia najikuta mimi naendelea. Ukiona nimeenda sana unafanya tu hivi. Hakuna mtu atajua unafanya nini. Wewe unafanya tu hivi, mimi ndio nitao.
Ukifanya hivi mimi nitaona, nitajua time zimekwenda. Haya. Hebu tufungue Biblia zetu katika Mathayo sura ya 6. Mathayo sura ya 6, tufungue kuanzia ule mstari wa 9. Tasoma mistari kadhaa. Kama huna Biblia usiwe na wasiwasi, kwa sababu Biblia ni hujashika hiyo. Biblia ni ngapi? Biblia ni ngapi? Ni 2. Kuna moja ambayo umeshika na mikono yako, na kuna ingine inakuaga ndani. Ile itakusaidia zaidi ni ile iko ndani. Hii iko nje inakusaidiaga kujenga ile iko ndani. Kwa hivyo hii ambayo umeshika tutasoma mstari mmoja. Alafu sasa hiyo ingine, mstari hiyo ingine tutasoma ile Biblia iko ndani. Mstari wa kwanza inasema namna gani hiyo mstari wa 9? 6 Mathayo 6. Nasema nini? Verse number 9 inasema this is then is how. Soma kwa sauti. Okay. This then is how you should pray. Ate niguo mwagereirwo ni kuhoya. Ate riria mukuhoya ri muhoyage o. Ate tuhingure ira ya theinie ithe witũ Amen. Ile ndio na ile kanano ni igere. Si umeona Biblia ni 2? Si ndio hiyo ulikuwa unasoma? Ile iko ndani. Kuna kitu nataka nizungumze. Naomba nitazungumza tu kidogo. Let me not say that. Lakini naomba tu roho yako ifunguke. Uelewe kwa sababu tuko na shida Kimani. Nataka kuita Kimani ile. Ndoka igwe unataka kuka Pastor Kimani. No ndiwa. No nyune mnamenya ni Pastor Kimani. Na dawa Lucy ukamenya ni Pastor Lucy. Ndoka umegoko thio Kimani. Wagira mutungatiri gitio ni wewe yagira. Ni wewe wateshia irathimo ciaku. Okay. Ile shida tuko nayo ni kwa sababu tulifundishwa hiyo Biblia. Tulifundishwa hayo maneno tulipokuwa wachanga. Tukaambiwa hii ni sala ya Bwana, si ni sala ya Bwana. Na hata kabla hatujaambiwa sisi tulishika ni wimbo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ukufike. Tukafundishwa hiyo. Wakati tumefundishwa hiyo wimbo, pia tukafundishwa ingine 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Habari ya Januari, kuna mtu mmoja aliyepotea. Hata nyinyi kumbe mlifundishwa. hata nyinyi mlifundishwa. Haya, tukafundishwa ingine. Tukafundishwa ingine. A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z. Tukafundishwa A E I O U mame mi momu ka. Basi tulikuwa pamoja. Sasa si tukashika ya kwamba hii mambo yote ni wimbo. Hata hii wimbo ingine inaitwa sala ya Bwana, tukachukua kwamba ni wimbo. Sasa kwa sababu ya kuchukua kwamba ni wimbo, hatujawahi kushika ule ujumbe ambao Yesu alikuwa analetea wanafunzi wake.
Kwa sababu wanafunzi wa Yesu wameangalia maisha ya Yesu, wakaona Yesu anawaacha wakati wanaenda kulala, anaenda milimani kuomba. Anaamuka asubuhi na mapema anaomba. Wanamuona akiwa kaburi ya Lazaro, hangangani, rakakakakakaka, huku hangangani. Anasema, Baba, nakushukuru kwa sababu daima unanisikia. Lakini kwa sababu ya jamaa ambao wanalala wakati mimi naomba, ndio nasema asante. We Lazaro, bianeka. Lazaro alikuwa amekufa siku 4, jamaa ametoka huko. Amefungwa na lezo, amefungwa, ametoka. Sasa hatujashika ule ukuu na uzito ulio katika hayo maneno. Na tukishika hiyo tuelewe, tutaacha michezo. Tutaacha michezo. Tutaanza kuona ule uzito ulio katika hayo maneno. Wanafunzi wake wakaona huyu jamaa anaomba, huyu jamaa anatumia wakati mwingi sana akiomba. Wakaenda kwake wakamwambia, Mwadhani, tufundishe kuomba kama vile Yohana alifundisha wanafunzi wake. Akamwambia, neguo mwagereirwo ni kuhoya, hivi ndivyo mnavyopaswa kuomba. Sisi tunajua woi gaithe wito Ngai wa ithe kana Ibrahimu na Jakobu ndohe ngari, na ni uria ndahingwo ngithie ting'ang'a kuhunjia, Mwathani ungihe ngari. Hiyo ndio tunajua, hiyo ndio tunajua. Lakini Yesu anawaambia, wakati ambapo mnaomba, muombage hivi. Jambo la kwanza, our Father, our Father, Baba yetu. Hiyo inamaanisha nini? Number 1, we have a Father. I came to say to somebody here, we have a Father. Nimekuja kuambia mtu hapa, tuna baba bwana. Wewe si yatima, una baba. Pengine mume wako alikufa mwaka jana, unakaa peke yako sasa kwa hiyo nyumba, una baba. Pengine watoto wote wamekwenda, wameacha ni wewe peke yako. Nimekuja nikukumbushe, una baba. We have a Father. We have a Father. I want you to know that you are not alone. Your days of being alone are over. We have a Father. Every time I talk about our Father, mimi nakumbuka msichana mmoja hapa Naivasha. Sema Naivasha. Hapa Naivasha, jioni moja anatoka kwa ushirika askofu. Akapitia mahali ambapo panagiza, kitu saa 1:30 ikielekea saa 2. Amepita mahali panagiza. Jamaa naye alikuwa anangoja pale kama kuna mtu atapita pale. Akaona ni msichana, na huyo jamaa alijulikana ni mbakaji. Akaona basi ishi shiako lile washo moda, dina sharia shiako lile washo mogo. Akaona huyo nitashika. Msichana akaangalia akaona nikembo ndokelea toigua gohoro wakio. Akaangalia akasema, sasa nikitoroka ana mbio kuniliko, nikipigana ana nguvu kuniliko, nitafanya namna gani? Wacha tu niende. Yeye anaenda tu, siametoka kwa ushirika. Jamaa naye anakuja anataka kushika yeye, msichana anakageuka. Do you know my father? Kuulizwa tu hilo swali, jamaa pap chini, nguvu za baba zikamwangusha chini. Msichana akatembea akaenda. I came to say to you, we have a Father. Tuko na baba. Na Yesu anatuambia, unapoomba kabla hujasema nipe, tambua hivi, we have a Father. Akasema, when you pray, say our Father. Unajua wakati mwingine ni vizuri kuangalia what he did not say, so that you may understand what he said. Hakusema mnapoomba muombage baba yangu. Alisema baba yetu. In other words, we are a family. We are a family. You are not alone. Na sio wewe tu umeokoka. Sio kwenu tu kunaendwa mbinguni. One of the characteristics of a cult
ni wakati wanasema acio no mahonokete, ithuĩ no ithuĩ ahonoku, no ithuĩ tũrathiĩ matu-inĩ. Acio angĩ othe rĩ, hao wengine wote wamepotea, sisi peke yetu ndio tumeokoka. Ukijikuta hapo uko hatarini. Hepa haraka tuelewane. Akasema our Father, Baba yetu, we are a family. Therefore, realize your neighbor is important. Jirani yako hashindani na wewe. No, we have the same Father. That means you are not better than anybody. Neither are you inferior to anybody. Nor is there anybody better than you. Why? We are members of one family. Maneno kusha. Ukishika hiyo ujue ya kwamba we are a family, you are able to respect your neighbor. Haya, wacha nisonge haraka. Kuna vitu mingi mimi nawacha, lakini nasema we are a family. Our Father who art in heaven. In other words, he cannot be influenced by any witch. Hakuna mchawi anaweza kumfikia. Hakuna muganga anaweza kumfikia. Na kama yeye ni baba yangu na hakuna mchawi anaweza kunifikia, kumfikia, mchawi atanifikia namna gani? Hawezi bwana. Hawezi. Wala jikuite ni kuri arogimo kirete guku Kiambu ati maragaria koroga nginya ng'ombe cianyu itikorogwo na itikorogeka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ciana cianyu itikorogeka. We have a Father bwana. I have a Father. We are a family. Huh? Okay. He cannot be accessed by any demonic force. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. In other words, ritwa rĩaku ritũgĩre. Ritwa rĩaku ritũgĩre. Worship the Father. Unajua kuna watu wanasemaga digudhie kanitha leo. Unajua sasa ndio wanaimba nyimbo. Na hende marahura gatara makaria kao. Kenyambe jetere mambe marekie kuweka atia. Kuhura daramana kuinira Jehova. Tigweterera andu aria macereirwo ni kanitha. Tutinaga nigetha tweterere andu aria macereirwo ni kanitha. Hapana, ni gutugiria ritwa ria Jehova. Jina lako litukuzwe. Tunalitukuza jina la Baba kwa sababu ni Baba yetu. Baada ya kumwabudu anasema nini? Anasema nini? Thy kingdom come. Ufalme wako. Hiyo inamaanisha nini? Baba yetu ana ufalme. Baba yetu ana ufalme. Na mwenye ufalme anaitagwa mfalme. Hey. Mwenye ufalme anaitagwa mfalme. Kwa hivyo baba yetu ni mfalme. Mwana wa mfalme ni mfalme. Ai. Kwa sababu gani? Mtoto wa ndovu ni ndovu. Mtoto wa simba, usimba wote ulio ndani ya baba yake uko ndani yake. Ekai mutakinyi tohoroshi wa dwaitu. Si ushike hiyo. Mtoto wa ndovu akiwa ni mchanga, hakuna udovu wowote ambao uko ndani ya baba yake ambao hauko ndani yake. Hata kama hajamea pembe, hiyo pembe iko ndani. Hi. Are you hearing me? Somebody say, my Father, my Father, my Father. Open my eyes that I may see what you are saying to me. Naomba macho yetu yafunguke. Kwa sababu macho yako ikifunguka leo hii, ujue hivi, wewe ni mtoto wa mfalme.
Mtoto wa chui ni chui, wa mbwa ni umbwa. Ni kumaanisha uumbwa wote uko ndani yake. Ukuku wote uko ndani ya kifaranga. Utwiga wote uko ndani ya mtoto wa twiga. Ndiari wokana ndimwire kana ndige kumwira, ndimwire kana ndige kumwira. Inamaanisha uungu wote ulio ndani ya Mungu uko ndani yako. Uko ndani yako. Iwe unajua ama hujui. Ukubali, usikubali. Uelewe, usielewe. Yohana 1 na mstari wa 12 inasema namna 11 inasema namna gani? He came to his own, but his own received him not or rejected him. But 12, as many as received him, what did he do? He gave them the power. Sema power. Sema power. Sema power. He gave them the power to do what? To do what? To become what? To become what? Sema sons of God. Noki, weka mkono juu, sema I am a son. Sema I am a son. I am a son. Daimono shode shigwe. I am a son. Arogyo de maigwe. I am a son. In Jesus' name. Sema yes. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha uwezo wa Mungu uko ndani yako. Swali ambalo tunapaswa kujiuliza ni hili, Bishop Gachara, ni hili: Mungu anafanyaga kazi yake namna gani? Kwa sababu ukijua vile Mungu anafanyaga kazi na uungu wote uko ndani yako, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, na wewe utaanza kufanya kazi hiyo. Yesu alisema nini? Katika Yohana was it is it 12:14 or 14:12? He that believeth in me, the works that I do shall he do, and even greater works than this shall he do, because I go to my Adoito. If you can capture this and you know in your knower, uache ile tradition ambayo tumelelewa nayo, demwe hiona wanyona hive tigatu taro negodie kumago shiaro kwa bas koro no tuetekele. Kama tunaweza kukubali, tuweke tradition kando, tuangalie neno jameni. Utafuata tradition ama utafuata neno? Neno inasema wale wote waliomkubali aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hapa kuna watoto wa Mungu. Weka mkono juu, sema mimi ni mtoto wa Mungu. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Sema yes. Aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Yesu akasema, aniaminie mimi, kazi ninazozitenda atazitenda pia, na hata kuu kuliko hizi, kwa sababu naenda kwa Baba, na sisi ni watoto wa Baba. Sasa tunajiuliza hivi Mungu anafanya kazi yake namna gani? Mungu anafanya kazi yake namna gani? Ukisoma katika neno, katika Genesis 1 mpaka 31, utakuta karibu mara 10 inasema and God said, and God said, and God said, and what he said he saw.
Mungu akanena, na alilonena akaliona. Hai, jamani, tunaelewana? Kwa sababu hapo ndio shida iko. Sisi tunapenda sana kuzungumza, lakini ile tunazungumza shida yetu badala ya kuzungumzia shida yetu. Tunapenda sana, ukiniona hivi, shida yangu iko namna hii, shida yangu ni hii, shida yangu ni hii, shida yangu ni hii. Mtu aombe, mtu aniwekee mkono, uniwekelee mkono tu, jigere mguoko kana uhake maguta nipa, na tumepakwa mafuta. Umepakwa mafuta, unarudi na shida ile ile. Unawekelewa mkono, unaanguka, unapingirika mara kadhaa, unaamuka, nywele yako ni chafu, nguo zako ni chafu, na shida bado iko pale pale. Wacha tuseme, wacha mimi niseme, kama hii ni mara yangu ya kuja hapa Kiambu, si ni sawa? Na hata msipo nilikuwa na kuwa tunaelewa jameni. Lakini tukijua Mungu anafanya kazi namna gani, tutabadilisha mambo mengi sana. Tutabadilisha mambo mengi sana. Ili sasa badala ya kuzungumza na kuzungumza kuhusu shida yako, wathi thina wako ali wajirigie na my sister in law. How niho thina wako umaga? My sister in law. Do unajua kule kwetu kuna mama mmoja, na huyo mama vijinza na kahaga, huyo ni mchawi. Kwa sababu kwake usiku ukienda utasikia panya wanalia, nywa nywa nywa, bea na nyawi ithakaga hamwe. Niku uliona bea na nyawi githaka, na gwake ni ithakaga. Tunazungumza habari ya shida zetu, badala ya kuangalia shida yako uiambie, we shida, mimi ni mwana wa Mungu, uungu wote uko ndani yangu. Na Mungu akizungumza, kwa sababu yeye ni mfalme, neno lake linafanyika sheria. The word of a king becomes law. Mimi nimekuja hapa Kiambu kama mtoto wa Mungu. Nimekuja kama mtoto wa Mungu, nikinena nikijua ya kwamba ninaponena kuna mambo yanabadilika hapa. Kuna mambo yanabadilika hapa katika jina la Yesu. Ukisoma katika Mathayo, Marko, Luka na Yohana, utakuja kuona ile injili ambayo Yesu alihubiri haikuwa injili nyingine, ilikuwa ni injili ya ufalme. Alihubiri injili ya ufalme. Akawaambia, the kingdom of God is at hand. Ufalme wa Mungu umewaadia. Kukakaa kidogo akawaambia, by the way, ufalme wa Mungu uko katikati yenu. Akakaa kidogo akawaambia, the kingdom of God is in your midst. Uko katikati yenu. You are a carrier of the kingdom of God. You have been made a king in this kingdom. And when a king speaks, things change. When the kingdom of God is manifested, mambo yanabadilika. When the kingdom is manifested, the natural is paralyzed by the supernatural. Are you hearing me? When the kingdom of God, ufalme wa Mungu ukiwa manifested, mambo ya kawaida yanabadilishwa na yasiyo ya kawaida. Nimekuja nikuambia ya kwamba maisha yako ya kuishi kawaida imekwisha. You are going to live a supernatural life in the name of Jesus Christ. Huh? When the kingdom is manifested, things change. Yesu alienda kwa nyumba ya Jairo. Si unakumbuka kasiana ka Jairo? Sikalikuwa kamekufa. Ajameni yawa. Sikalikuwa kamekufa.
Wameenda wamemwambia usimsumbue mwalimu, mtoto ashakufa, wacha tu mwalimu aendelee na shughuli zake. Yesu akamwambia hapana, hajakufa, ni kulala amelala. Akaenda. The king manifesting the kingdom of God. Kwenda pale aliwauliza mumemlaza wapi? Nikole igoro. Alipoenda pale akaangalia hawa watu, akaona hawa watu hawajui mambo ya ufalme. Akamwambia tokeni. Lakini wewe mzee ingia, na mama ingia, ndio mjue sina ndile na bogo, ndiye na maida muitirelia, ona maguta makomo hakadile, no ndi na kiugo. Kwa sababu gani? Mfalme anatawala kwa neno. Tuelewane. Sisemi maji ni mbaya, sisemi mafuta ni mbaya. Kile mimi nasema ni vile mfalme anafanyaga kazi. Mfalme anatawala kwa neno. Hapa tuna wafalme. Tuna wafalme hapa. Wafalme muko hapa. Mfalme anatawala kwa nini? Somebody say my mouth, my mouth, my mouth. Hear the word of the Lord. From tonight, you are God's mouth. You shall speak that which God speaks. In Jesus' name. Amen. Kaba kuhoya oguoi. Wokira kuhoya uria Zakaria atumirio. Ndo Zakaria ni atumirio. We ndo gutumio. Tondo yukugarura mwarerie waku. As a man thinketh in his heart, thus he is, or so is he. I pray hapa pazuke watu ambao wataanza kufikiri kama wafalme. Waanze kufikiri kama wafalme. Ukiomba unaomba kama mfalme. Ukitembea unatembea kama mfalme. Ukihubiri unahubiri kama mfalme. Uwe ni mfalme. Unadhihirisha ufalme wa Mungu. Si tulisema revival imeanza hapa Kiambu? Si tulisema revival imeanza? Sasa kama revival imeanza, inaenezwa na wafalme. Na nyinyi muimbe nyimbo za kifalme. Pana tu kutunga nyimbo ovyo ovyo, nipige randa. Unapigwa tu randa na wewe Simba. Ni kwa sababu gani unataka kupigwa randa? Kwa sababu humuoni kama mfalme, unamuona kama seremala. Yesu si seremala. Yeye ni mfalme. Yeye ni mfalme. Na wewe wacha kujiona kama Mkikuyu. Wewe si Mkikuyu. Wacha kujiona kama Mjave. Wewe si Mjave. Wacha kujiona kama Mkale. Wewe si Mkale. Hapana. Wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme. Na kama mfalme utainuka, utasema neno na hilo neno litatendeka. Hapa mimi nasimama kama mfalme na mimi natangaza yale magonjwa ambayo yamekuwa yakikufuata leo hii yanakauka tangu mizizini katika jina la Yesu. Sema yes. Ate bishofu do egwito nigukoragwo na murimo wa higo. If any man be in Christ, he is a new creation. Ogwo ni kuga atiriri, kamurita karia gakunyitithanitie na family iyo ya mirimo ya higore nigatinirio. Kwogwo gwitore gotire murimo wa higo, gotire murimo wa higo, gotire murimo wa higo, gotire murimo wa ini, gotire murimo wa ini. Hasha ni darega. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Tumehangaishwa sana. Tumehangaika sana, lakini wakati wa kuhangaika umefika. Kwisha kabisa. Wakati wa kuhangaika umekwisha. Unajua familia yangu watoto wanakuaga na kununuha.
Wito ni kule mũrimũ wa kũnunuha. Kwanyu nau. Kwanyu nau. Kotari wamenya. Wene warutirwo family iyo ya andũ a kũnunuha. Ulitolewa huko bwana. You are no longer a member of that family. Na unajua shida unaenda hospitali daktari atakuuliza kwenu kuna mtu amekufa na kansa. Naweza kusema niliambiwa shosho alikufa na kansa. Nikaambiwa hata mama yangu alikuwa na kansa. Nikaambiwa hata ndugu yangu mwingine alikufa na kansa. Daktari anasema ona wewe. No kuorore. Utamwambia hapana, kwetu hakuna hiyo. Mimi siku ile niliokoka. Siku ile niliokoka, nilitoka kwa hiyo familia ya magonjwa ya kansa. Nilitoka kwa hiyo familia ya magonjwa ya figo. Nilitoka kwa hiyo familia ya magonjwa ya kununuha. Nimekataa. Sema yes. Hey. Sema yes. Ha? Hati unajua kwa bale yanga ni yale. Haizetu maweta watia matiu weta wakuha kana kuoha matio hagada mati nyitaga mati they don't become pregnant kwa bare yanga na kwa bare yanga ni anekuo kwanyu na aria mararia me hau na we okirete hau na we moiretu no okirete oro uguo okugasha ko ne daumire niendire wa bare yo niende wa rurukano wa Iburahemu niende wa rurukano wa Iburahemu wetekio wakwa ne wa kabila ya Iburahemu ne wetekio wa Jehova. My faith is the God kind of faith. I am a son of a king. I am a king. I have authority over all the powers of the enemy. Sema yes. Na kama kwenu umetoka kwa hiyo mbari ya kuavya mimba, ati unashika mimba miezi 3 ikifika inatoka. Dada yako hivyo. Dada zako 3 wanafanya hivyo. Leo hii tunang'oa wewe. Tunakuondoa. Ulikuja hapa ndio ung'olewe. Uondolewe kwa hiyo familia. Zile wale watoto umepoteza, uliyepoteza juzi, huyo ndio wa mwisho. Hutapoteza tena. Nimeng'oa wewe kutoka kwa hiyo familia ya kuavya mimba katika jina la Yesu. Wewe ni kabila ya Ibrahimu. Sema yes. Sara alibatizwa jina akaitwa tasa. Aliitwa nani? Sijui ni watu wangapi hapa mumebatizwa majina mkaitwa tasa. Biashara yako inaitwa tasa. Kanisa yako inaitwa tasa. Tumbo yako inaitwa tasa. Mambo yako yote yanaitwa tasa. Hiyo jina tunaimaliza leo hii. Hiyo jina tunaimaliza leo hii. Na tuelewane. Bishop, utamaliza namna gani? Sina sindano. Mimi naambia watu, kama kungekuwa na sindano za kudunga watu za imani, ningekuwa nakuja hapa na turera imejaza nini? Masindano. Halafu nikimaliza kuhubiri nasema pangeni laini, kila mtu chui na dunga watu sindano. Lakini sasa hakuna hiyo sindano. Gotire kodo gethio gathecwo sindano ya wetekio. Gotire faith comes. Sema comes. How does it come? By hearing. Are you hearing me? So what are you receiving? What is coming to you? What is coming to you? Why? Faith. So the worst thing you could do, to yourself, ni uende church, alafu badala ya kusikiza lile neno, unaanza kuzungumza na jirani yako. Ama jirani yako anakusumbua.
Kwa sababu gani? Utakaa kanisani, utakaa pale, unaangalia mhubiri nafikiri unashika kitu na kwa kutile ilia ng'ombe yakunerera gushiara, na huko kanisani mhubiri anafanya nini? Akikuuliza mwambie ndo tumie ndo kwa nawe wewe sikiza neno, kwa sababu neno linapokuja kuna imani inajengeka, kuna imani inakuja kwako, haiji kwa watu wote, inakuja kwako wewe unayesikia leo hii. Kuna imani inakuja kwako, kuna imani inakuja kwako ya kwamba by the time we are done, imani yako iko tayari kupokea chochote. Sema yes. Are you with me? Are you with me? Mimi, I told you, I don't entertain. I'm not an entertainer. Mimi nahubiri neno Bwana, na mimi nataka kuona matokeo ya hili neno. Sasa shida ni kwamba niliwaambia Mboro Gakuru atakuja, lakini nilizungumza naye akanambia na yeye kesho alikuwa ni ahubiri mahali fulani. Sasa hangeweza kuja. Leo hii alikuwa ni aende akaone baba yake. Kesho atakuwa na hubiri in the afternoon. Kwa hivyo hata kuja, lakini si afadhali uniamini tu. Si afadhali uniamini? Na kama uniamini kabisa ukuje Nakuru. Kama uniamini kabisa si ukuje tu Nakuru, uende pale Life Celebration Center uulize, hapa kuna mtu anaitwa Mboro Gakuru, ndio nataka kuona, wakupeleke kwake. Umwambie mimi nimekuja hapa kwa sababu Bishop Mark alikuwa Kiambu na alituambia habari ya mtu anaitwa Mboro Gakuru. Ni wewe ama ni mwingine? Takwambia nini? Haragi na base. Takwambia ni mimi. Na atakueleza story yote, utashika. Bwana tukuzwe sana. Jamani, tunaelewana? Because hili neno linabadilisha Bwana. Kama mimi nimebadilika, mbona wewe usibadilike? Kama hili neno limenisaidia, mbona lisikusaidie wewe? Na Mungu hana ubaguzi. Mungu hana ubaguzi. Hai. Hili neno lina uwezo wa kuumba hata kile ambacho hakiko ndani yako. Sio kama nitawaambia siku moja tuko hapa Nakuru. Sio kama niliwaambia jana ama juzi. Sio kama niliwaambia, hata kama niliwaambia nitawaambia tu mara ya pili. Because faith comes. Tuko kwa ushirika. Tunazungumza na wachungaji na ndugu wengine. Couples, tulikuwa na couples fellowship. Tumezungumza habari ya Mungu wa Ibrahimu ambaye yeye hachelewi. Tukazungumza vile Mungu alimkumbuka Sara. Genesis 21 verse number 1, and God remembered Sarah. May he remember you tonight. May he remember you tonight. Huyo Yehova akukumbuke leo hii in the name of the Lord. Tumezunguka hivyo, palikuwa na couple wameoana miaka 5 hawajapata mtoto. Wakati ambapo tunazungumza ndio huyu mama na mume wake wakaja. Akasema tunataka mtuombee nini? Tumeoana miaka 5 na hatuna mtoto. Tumeenda mahospitali, magaine yote tumeangaliwa, hakuna. Tunaomba sasa hiyo Mungu wa Ibrahimu afanye kazi. Mpiga magoti. Sio kusema ati ukipiga magoti ndio maombi inafika. Hata kama umesimama bado maombi itafika. Lakini tukamwambia piga magoti. Tukaweka mkono tukasema Baba, fungua kila mfereji ambao unahitaji kufunguliwa ili hii kapo wapate mtoto. Kuambia mkwende nyumbani. Si walienda nyumbani. Baada ya muda ndio tukaona nini? Yule mama ameanza kupata afya. Yule mama ameanza kupata afya. Afya yake inaendelea kuwa nzuri. Anaendelea kunenepa. Tukaangalia tukaona hata vile viatu alikuwa anavaa amebadilisha. Zamani alikuwa anatembea tu na zile za juu. Sasa hata mwendo amebadilisha. Anatembea majestically na viatu viko chini. Yule mama akawa amenenepa. Wakati ukafika akaenda pale Annex Hospital Nakuru Annex ndio akajifungue. Alipopimwa na daktari akamwambia mtoto hajageuka, wewe tembea ndio mtoto ageuke ndio aingie katika birth canal. Mama anatembea pale wanapima yeye, wanamwambia no progress. Anaenda anatembea asubuhi no progress. Anatembea jioni no progress. Wiki ngapi?
Wiki mbili za no progress. Sijui ni wangapi hapa uko katika dunia ya no progress. Unatafuta, umejaribu biashara, no progress. Umejaribu hii, no progress. Unajaribu watoto, no progress. Kila mahali ukienda, no progress. Umeishi katika dunia ya no progress. Wiki mbili amekuwa pale. Sijui nani alipigia mke wangu simu. Akamwambia Mrs. Morango bado yuko hospitali na hajajifungua na amepiga wiki mbili pale. Mke wangu akanipigia simu. Akaniambia Mrs. Morango nimeambiwa yuko hospitalini na bado hajajifungua na wiki mbili imepita. Na mimi nikasikia nimenoki kule ndani. Ndani yangu nikasikia nimenoki, kwa sababu sisi ni watu wa kabila ya imani ya Ibrahimu. Sisi ni watoto wa Mungu. Nikamwambia mama nakuja. Nikaingia kwa kagari kangu. Nilikuwa na kagari kalikuwa kanaitwa Rabbit, kale Renault 4. Nikaingia, nikaenda, nikapitia kazi, nikamchukua mama. Tukaenda pale Annex Hospital. Tukakutana na Mrs. Morango anatembea. Nikamwambia twende kwa chumba chako. Tukaenda kwa chumba chake pale Annex. Tuliposalimiana nikamuuliza, hebu tell me, je, miezi 9 imekwisha? Akaniambia ndio pastor, na wiki mbili juu yake. Nikamwambia tuelewane, kulingana na sheria za Mungu, mtoto anapaswa kukaa ndani ya tumbo ya mama yake miezi ngapi? 9. Baada ya miezi 9 anapaswa kufanya nini? Kuzaliwa. Mimi nikamwambia nimekuja nizungumze na huyu mtoto, nimkaribishe Kenya katika jina la Yesu. Mrs. Morango akasema yes pastor. Nikamwambia unajua huu ufalme wetu tunatawala kwa maneno. Tushikane mikono. Tukashikana mikono Annex Hospital Nakuru. Tukashikana mikono, nikaanza kuomba. Nilipoanza kuomba, nilianza kuomba kama Mpresbyterian, kwa sababu mimi nilikuwa Mpresbyterian. Pole. Nikaendelea kuomba, nikaeka gia ingine, nikaingia full gospel. Nikakaa kidogo, nikaingia Pentecostal charismatic. Sasa hiyo ikawa imefika mpaka hapa juu. Sasa mimi naomba, Mungu, when we come tomorrow, we want to see the mother and the child safe in the name of Jesus. Kumbe manasi wako kwa ofisi yao, wanasikia kuna nyanga wengine imekuja kufanya kelele hospitalini. Wakatoka. Na unajua kwa hospitali sikale kama nao kanakuwa na kakio. Si unajua kupana kuwa na glass. Wakaja wanaangalia. Wakaona huyu jamaa nilikuwa ni mimi mwanaume. Wengine nilikuwa ni mke wangu na huyu wa Morango na dada mwingine. Tumeshikana mkono. Mimi ndio naomba, Father, in the name of Jesus, we thank you because children are a gift from you. Open every gate, open every passage for this child to be born. And tomorrow, when we come, we want to see the mother and the child safe in the name of... Wadada na wanasema, Jesus! Manas wanachungulia. Wakashindwa. Adwa yake honoka na uli. Nitairimu. Eko muikatea. Atafanya nini? Watu wanasemaga watu wa Mungu mwema. Huko tulikuwa naitwa watu wa Mungu mwema. Kwa sababu tukienda sokoni, Mungu mwema. Hiyo ndio tulikuwa tunaimba. Kwa hivyo tulikuwa tunaitwa watu wa Mungu mwema. Watu wa Mungu mwema. Sisi hatukujua ya kwamba manas walikuwa wanachungulia. Kwa hiyo tulipomaliza kuomba wakaondoka wakarudi. Mume wa huyo mama akaja. Wakati mume wake ameingia, mama amemwambia uende nyumbani. Kwa bedroom yetu, ile drawer ya 3, kuna juara hapo ndani. Kuna parcel nimefunga, uniletee. Hizo ni nguo za mtoto, kwa sababu mtoto anakuja kesho. Mume akamuuliza, daktari amesema nini? Akamwambia, wewe wacha mambo ya daktari. Lete nguo, mtoto anakuja kesho. Unajisikia namna gani? Waacha mambo ya kujisikia. Wewe lete nguo, mtoto anakuja kesho. Hiyo inamaanisha imani yako haitegemei kujisikia kwako. Oigwe gunyerere kana wage koigwa gunyerere tiwete kio ne gunyerere. Tunaelewana? Maandiko yanatuambia ya kwamba, maandiko yanatuambia hivi katika Wahibrania, neno walilohubiriwa ndilo hilo tuliohubiriwa.
lakini halikuwa faidi kwa sababu hawakulichanganya na imani. Imani inathibitishwa namna gani? Kwa neno la kinywa chako. Yule mama akaanzisha imani yake kufanya kazi. Akamwambia mume wake, mtoto anakuja kesho, lete nguo. Sisi tukatoka tukaenda. Wakati tumetoka tumeenda kwetu. Asubuhi saa mbili na nusu. Ni kwangu nyumbani, simu ikalia. Nikachukua, halo. Pandile ingine ni mwanaume. Halo, pastor, Bwana asifiwe. Kasema amen. Pastor, Bwana asifiwe. Nikasema amen. Pastor, nikamwambia ndugu. Mimi nashindwa sasa, amepiga tu kusema tu Bwana asifiwe. Nikamwambia ndugu, kabla sijamkemea, akasema pastor, mtoto amekuja. Mtoto amekuja. Kumbe alipopeleka nguo asubuhi, alikuta mtoto walingi. Saa 7 nikamchukua mke wangu, tukaenda pale Annex Hospital. Ndio tukakaribisha mtoto Kenya. Tukakuta mama na mtoto. Nikamuuliza mama, mambo imekuwa namna gani? Akanambia, wakati uliomba sikusikia kitu, lakini nilijua mtoto anaku. Wakati nilienda kulala sikuwa nasikia kitu, lakini nilijua mtoto anaku. Pengine hata sasa hakuna kitu nasikia, lakini unajua. Hakuna kitu unasikia, lakini unajua. Unajua maisha yako yamebadilika. Unajua siku ya muujiza wako umefika. Unajua siku ya kupona kwako imefika. Siku ya kuinuliwa kwako umefika. Wewe sema najua. Sema najua. Ugane joy. Muthenya wakwa ni umuthi uyu. Tiroshio. Sema sio kesho. Ni leo hii. Sema leo hii. Sema leo hii. Maisha yangu yanabadilika. Leo hii mambo yangu yanabadilika. Sema najua. Sema I know in my knower that my time has come. Sema my time has come. My season has come. Umekuwa ukihangaika na biashara. Umejaribu biashara, inaenda inakuchoma. Unakwenda kwa benki tena. Ukienda kwa benki unapawa pesa, biashara inakuchoma. Unachomwa na kioski yako. Ndugu yako ameiba pesa yako. Zingine zinaenda na mumeo, zingine zinaenda na mkeo. Mambo yako yamekuwa yakienda murama. Mambo yanabadilika tu, yanaharibika tu kila mara. Mambo yako yanaharibika kila mara. Leo hii pengine hakuna kitu unasikia, lakini unajua. Sema I know. Sema I know. My day has come. My time has come. My season has come. In Jesus' name. Sit. Mama akanambia, ulipoomba sikusikia kitu, lakini nilijua mtoto anakuja. Hata wako anakuja. Nasema hata wako anakuja. Hujasikia kitu, lakini harusi yako inakuja. Nasema harusi yako inakuja. Hujasikia kitu, lakini biashara yako inakuja. Biashara yako inakuja. Siku yako imeanza upya. Siku mpya imeanza leo. Sema yes. Sema yes. Because faith, how does it come? By hearing. By hearing. And hearing the word of God. Sema yes. Hebu keti nikumalizie hii, halafu tumalize twende. Nimeona sasa. Si tumeenda pale saa 7. Mama yuko pale na katoto. You cannot argue with the evidence. Huwezi kuargue na evidence. Sasa huyo mama ndiye ametuambia
wakati ambapo nilienda kulala sikuwa nasikia kitu, lakini nilijua mtoto anakuja. Ilipofika saa 10 usiku nikasikia mtoto anabisha hodi, anasema nataka kuja Kenya. Nikafinya ile kengele ya kuita manasi. Si wamesikia kengele? Nao wamekimbia, wamekuja kuangalia ni nini. By the time wanaingia, mtoto naye ndiye huyu mlangoni. Wakaja haraka haraka, wakasaidia mtoto, Chubuliu akatoka. Wakashughulikia mtoto. Waliposhughulikia mtoto, sasa wamenishughulikia, ndio wamekuja wakaniambia, we now believe, sasa tumeamini ya kwamba Mungu wenu anasikiaga na anajibu maombi. Sasa tumeamini. Manase wakamwambia, tumeamini kwa sababu jana jioni wakati yule mtu alikuwa anaomba, tulisikia akifanya kelele. Tukatoka ofisini, tukaja tukachungulia. Tukaona mumeshikana mikono. Tukasikia vile alikuwa anasema. Tukaulizana, is he going to induce her? Kwani atafanya nini? Hiyo tuliambiana sisi wenyewe. Manase ndio wanasema. Lakini sasa sio tu kusikia, tumeona na macho yetu. Wacha nikuambie, kuna watu walikudhihaki. Nikuri andu magwetire kamundu gaka. Kuna watu wamekuwrite off. Kuna watu wamesema umekwisha. How? Watakuja watakuambia, tumeona ya kwamba Mungu wako anasikia na anajibu maombi. Sema yes. Ati walikuangalia wakakuita kama mhubiri, kamodo kama maige. Walikuangalia wakakuita kama tumia kama hujia kalea. Waliangalia watoto wako wakitembea vila viatu, wakasema adwaya ne makegile. Walikuangalia wakaona kioski yako ikimalizika, imeteremuka, imekwenda, imekwisha. Waliangalia wakaona vitu vyako vinapigiwa kengele, indo ciaku ikiholerwo ngengere ni auctionia. Makionaga kari karia reteaga nakore kau negathie makeigua ngengere yahurwo, makiuga ni wathira. Ndoka ngwire atiriri, kiara kia Jehova ri nigikuorotete. Sema yes. When the finger of God points at you, your life will never ever be the same again. In Jesus' name. Sema yes. Hapa pana imani ya vitu vikubwa hapa. Hapa pana imani ya mambo mengi. Hapa kuna maisha ya watu inabadilika leo hii, in the name of the Lord Jesus Christ. Na kwa sababu katika hii serikali yetu si tunatawala kwa maneno. Si tunatawala kwa maneno. Hakuna haja ya kung'ang'ana ati sasa hata niendelee, wacha nifikishe tu hapo. Si niafadhali nifikishe hapo. Sasa mpira uko pande yako. Tafadhali nisaidie, mwambie mwenzako mpira wewe mwana wako. Mwambie mwingine mpira wewe mwana wako. Mwambie mwingine mpira wewe mwana wako. Nidanyita kiugo. Na ndamenya ndi muthamaki. Na riu ri ndirenda guthamaka. Todo muthamaki. Sema yes.
Mwalimu anafundisha, polisi anafanya upolisi, makanika anatengeneza magari, daktari anadaktari watu, mfalme anatawala. Mfalme anafanya nini? Mfalme anafanya nini? Wakati wako wa kutawala umefika. Nimesema wakati wako wa kutawala umefika. Utatawala hapo mahali. Utatawala kwa hiyo kazi. Utatawala kwa hiyo biashara. Utatawala kwa hiyo familia. Utatawala kwa hiyo kanisa. Utatawala katika shughuli zako. Na utatawala na maneno ya kinywa chako. Sema yes. Weka kidole namna hii. Weka kwa hasira. Sema, kila ugonjwa wa kijamii ambao umekuwa ukinifuata kwa sababu ulifuata wengine kwa familia yangu, sikia neno la Bwana. Mimi si wa hiyo familia tena. Huwezi kunifuata tena. Mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi ni mtawala. Kwa hivyo tangia sasa, huo ugonjwa na ulaani tangu mizizini. Kauka! 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 Katika jina la Yesu. Amen. Basi, shikilia hapo hapo. Ngoja. Shikilia hapo hapo. Shikilia hapo hapo. Unakumbuka siku ile Yesu alikuwa anaenda Yerusalemu kutoka Bethania. Akapita mahali akaona mkuyu. Unakumbuka? Mti ulikuwa na matawi mazuri mazuri. Ulikuwa akaenda kutafuta nini? Matunda hapo ndani. Akakosa. Aliwaambia nini? Alizunguka ule mti. Hakuzunguka. Hata hakumwagia maji. Aliwaambia tangu leo hakuna mtu atakula matunda yako tena. Mti ulisikia ama haukusikia? Ulisikia ama haukusikia? Asubuhi yake wakipita pale wakirudi Yerusalemu, Yesu hana hata shida na huo mti. Yeye anaenda tu. Akina Petro na Yohana na Ariake ndio walikuwa namsimamisha. Mwadhani tarora. Ule mti ulilaani jana umekauka tangu wapi? Umeanza wapi kukaukia wapi? Ulianza kukauka mizizini. Huo ugonjwa umeanza kukauka. Umeanza kukauka tangu mizizini. Umeanza kukauka tangu mizizini. Sema yes. Lakini hata tuchukue hatua moja mbele. Shika huo, nenda kwa huo mti. Shika sasa huo ugonjwa. Nyita. Todo motio koma gile toko munyo munyago. Shika vizuri. Haya, tomunyele tungoe sasa. Ngoa. Shika namna hiyo. Umeshika. Riva. Angusha chini. Kanyaga yeye. Kanyaga huo ugonjwa. Kanyaga. Katika jina la Yesu. Sema yes. Now give the Lord a shout of celebration. Celebrate. Ngoja. Your celebration 21. Celebration yako ni demonstration ya imani yako.
Ngoja niwapatie story moja hapa. Hapana story, ushuhuda tu. Mzee mmoja alipita kwa mkutano kama huu wa revival. Akasikia ile mambo inazungumziwa. Yeye alikuwa ameokoka. Mhubiri akaita watu wale ambao mnataka maombi mkuje hapa mbele. Akaenda pale akaulizwa unataka nini? Akasema nataka uombee mke wangu aokoke. Mhubiri akaomba, Baba okoa huyo mama katika jina la Yesu. Amen. Aliposema amen, wacha kale kazee bwana. Yule mzee amerukaruka. Amerukaruka, watu wanashindwa kalekea heo. Kalekea heo. Amerukaruka. Amerukaruka. Ameshangilia. Wengine wanamwangalia wanashindwa, ai huyu mzee kwani kuna nini? Akaenda nyumbani. Kwenda nyumbani, mke wake akawa mbaya hata zaidi, mang'aa zaidi. Lakini ule mkutano ulikuwa unaendelea kwa muda mrefu. Baada ya wiki mbili, yule mama akapita kwa ule mkutano. Amesimama huko nyuma na sukuma wiki zake. Anaangalia tu, akasikia mhubiri amesema, wale wanataka kuokoka kujeni. Mama akajikuta anatembea. Amekuja pale mbele, Bwana Yesu, uniokoe, uniokoe. Watu walipoona yule mama ameokoka, wakakumbuka ile maombi, wacha watu washangilie. Watu wamerukaruka, wameshangilia, wamerukaruka. Yule mzee ameketi tu, yeye harukaruki, ameketi. Wandugu wakaenda kumwakamuza, Kareke, si tuliomba juzi, kwa nini wewe hushangilia mke wako ameokoka? Akasema unipatie hiyo microphone. Akawauliza, mliniona hapa wiki mbili zilizokwisha? Siku hiyo ndio mke wangu aliokoka. Lakini nyinyi kwa sababu mnaenda kwa kuona, ndio sababu mnashangilia leo. Mimi nilishangilia siku ile nyingine, siku ya kwanza. Sijui hapa kuna watu wanatembea kwa imani. Kuna watu wanatembea kwa imani. Shangilia! 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 Sema yes! Sema yes! Sema my day has come! My day has come! My season has begun! My life will never, ever be the same again. In Jesus' name. Amen. Pigia Yesu makofi. Sikiza. Modo akolia. Mtu akikuuliza, kwa nini siku hizi unazungumzaga namna hiyo? Unamwambia, a teacher teaches, a doctor doctors, a police polices, a mechanic mechanics, and a king reigns. I am reigning. I am reigning. Sema yes! Sema yes! Sema yes! Sema yes! Hebu tafadhali nisikize tafadhali. Kama uko hapa na hujaokoka, hujamkubali Yesu, unasikia tu kelele, weka mkono juu haraka sana. Uko wapi? Uko hapa na hujaokoka, unahitaji kuokoka. Uko wapi? Weka mkono wako juu haraka. Mbio. Uko wapi? Hujaokoka? We unisaidie. Angalia jirani yako, muulize, by the way, wewe umeokoka ama wewe ndio unaitwa? Muulize. Wewe umeokoka ama wewe ndio unaitwa? Kama hajaokoka mwambie wewe ndio unaitwa, nitakupeleka.
Nimepata mmoja. Anyone know wawili? Ni kumaanisha hapa wote mmeokoka. Kama umeokoka sema yes. Sema yes. Sasa wewe kazi yako is to reign. Nenda ukatawale. Nenda ukatawale. Nenda ukatawale. Nenda ukatawale. Popote wendapo, nenda ukatawale. Kama uko na interview wiki hii inakuja, usiende ati unaenda kuulizwa maswali, unaenda kuchukua kazi yako. Kama unaenda kutafuta visa, uendi pale natidavia interview ya visa. Hapana, dagera visa yakwa ya guthii Australia, dagera visa yakwa ya guthii America, kana guthii Japan, yegwenda guthii Fiji Islands, dagera visa yakwa. Jamani, tumeelewana? Tumeelewana? Si kazi yako ni kutawala bwana. Kazi yako ni kutawala. Sasa tufanye hivi. Nataka utumbukie kwa mfuko yako, ulete sadaka ya kutawala. Lete sadaka ya kutawala. Hiyo mlete hapa ni ya connection. Lete ya kutawala. Lete sadaka yako ya kutawala. Weka. All the other gods. No, who has the final say? Who has the final say? Who has the final say? Neno na bishara hiyo. Who has the final say? Wakati ambapo weka tu hapa usio na wasiwasi. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. I ask, who has the final say? Jehovah has the final say. Oh, Jehovah turns my life around.
Kesho. Si kesho ni siku ya mwisho. Tumesema tutafanya nini? Unafanya nini? Unaenda ukaandike. Ndugeterere ati rucio hwaini ni gugoka kwandika. Utiga kuona maratathi guku. Uthie wandikire gwaku mucii, wikire karatathi gaku aha. Muhuko ukenako. Ni wanyita? Ucoke wiki oguo. Angikorwo ndunahoya hwairi uhoye umuthi. Urie Jehova atire, Jehova githomo kiu ri nie ndirenda muhothi uria ukwenda ndute wa gutangatha ati maisha makwa mothe ni magaruruka, wa gutangatha biashara ciakwa ni ciagaruruka, ciana ciakwa ni ciagaruruka. Ucarie muhothi ucio wikire bahasha ucio ndugatora kwanyu kanitha-ini, wa kanitha-ini uige kando na na muhothi wa hwaini wako kugarura maisha kubadilisha maisha yako uweke ka hiyo ya kubadilisha maisha utaandika tu pale miracle offering, hiyo tu uweke kando. Tumeelewana? Alafu uje nayo hapa jioni. Fungu la 10 unapeleka kwenu kanisani, usilete hapa fungu la 10. Tumeelewana? Unapeleka kwenu kanisani. Alafu kesho ukitaka kuandika check yataka what ya simuko na account ya movement ama mjafungua, inaitwa nini? Pastors movement, prayer movement inaitwa nini? Ama mjapata hiyo nini check? Yeah, it doesn't matter whether it is joint or not, it has a name. It has no, hakuna nini? Stephen Kiaro and others. Hiyo unaweza kushindwa kuandika. Kwanza hiyo and others is very important. Tumeshika hiyo and others. Stephen Kiaro and others. Ukisahau Stephen usisahau and others. Tumeelewana? Kama unaandika check unaandika Stephen Kiaro and others. Ukuje nayo. Kama Mungu akikuambia utoe milioni 1, unatafuta zile forms za transfer. Si kuna forms za transfer? Unajaza hiyo form, unakuja nayo. Umesign kila kitu umeandika, inaenda kwa Stephen Kiaro and others. Monday inakuwa transferred. Mungu akikuambia uandike cheki ya 500,000, si unaandika? Kwani ni zako, si ni zake? Akikwambia uandike ya 100,000 uandike. Mbona mimi nasema hivyo? Kwa sababu niko na anointing ya pesa. Niko na anointing ya pesa. Niko na anointing ya mamilioni. Si afadhali kuambia tu, niko na anointing ya mamilioni. Juzi tumekuwa pale na kuna wachungaji wangu nikamwambia tunataka kufungua nini? Tunataka kufungua TV na radio yetu. Nikamwambia leteni, utaleta ngapi? Wachungaji wamesema nitaleta 1,100, nitaleta 50,000, nitaleta hii, wengine 5,000, wengine 10,000. By the time wanafanya hesabu ikawa 7 million. 7 million. Wachungaji tu, hakuna washirika, tena sio wote, ni wachache tu. Wachache tu ikawa 7 million. Kwa sababu gani? Anointing ndio inavutaga. Nilisoma kitabu moja zamani ilikuwa inasema how to become a millionaire. Ikasema if you want to become a millionaire, Dr. Gachara, if you want to become a millionaire, find out what do millionaires do and do exactly what they do. With the time you will become one. Lutu alibarikiwa kwa sababu ya kufuatana nani? Na Ibrahimu. Na sasa kama hii anointing iko hapa Kiambu, si afadhali uitumie? Afadhali uitumie bwana. Kama kanisa lako limekuwa likingangana, andika hapo ka check, sema wacha iende kwa huo mkutano, ikalipie madeni huko. Alafu ufungue milango yako. Mimi siwaambii mniletee pesa. Mimi nawaambia hii mkutano hii ndio tukifanya ingine hakutakuwa tena watu kubabaika, hapana. Lakini hutoi kwa sababu ya mkutano, unatoa kwa sababu yako. Haifunguli mkutano milango, inakufungulia wewe milango. Jamani, tunaelewana?
Unajua wakati mwingine tunasemaga toeni kwa sababu ya mkutano. Wewe mkutano huwezi kufungulia, hapana. Wewe unatoa kwa sababu yako. Kule kutoa ndio wewe ndio kunafungulia. Bwana tukuzwe sana. Kwa hivyo tukitoka kwenye wachungaji, tafadhali wahimize washirika wakuje, kwa sababu kesho itakuwa ni mlipuko. Tena tutaenda tu pole pole na kesho uone tukapata nafasi zaidi. Pole pole tu pole. By the time tunatoka hapa utakuwa umepata mamilionea kwako kanisani. Utakuwa umepata mamilionea. Utakuwa umepata manager. Your promotions zinafunguka zote kesho. Zinafunguka kesho in the name of the Lord Jesus Christ. Niwe bora kwa huko. Oko inaga. Jehova mwathani kuma Jehova mwathani kuma kiambiriria uri watiganiria ndungata cia ndakigothiganiria kumona washika ni Jehova